Inaonekana ni kijana jasiri ambaye unataka kupata mke katika siku hii ya leo ya tarehe 22 ya Sam. Kama jinsi unavyoona, hawa wanawake wamekuja hapa kwa ajili ya kuweza kupata na wao waume. Kila msichana unayemuona mbele yako yupo kwa ajili ya kupata mume katika siku hii ya leo. Kazi kwako Samson Mganga, ni mwanamke yupi ambaye unayempenda katika hawa watatu? Wa kwanza huyu anaitwa Lily. Anaitwa Lilian kama jinsi unavyomuona, mtoto ana jicho la kumvuta mtu pangoni na kumfanya awe comfortable kabisa. Na mtu wake bwana, kama jinsi unavyoona, ni mtu ambao umeng'aa kweli. Lakini wa pili huyu, ningependa tu mwenyewe kwanza ajitambulishe. Macho yake mazuri kabisa unavyomuona, yuko tayari kupata mume aliyekuwa bora wa maisha yake. Hataki mwanaume ambaye atakayeingia katika maisha yake akamsumbua. Dada, unaitwa nani ili huyu mume sasa apate kishawishi? Kwanza jina lako ni nani? Yu. Masikia mtoto mbichi kabisa Sam. Lakini pia kuna mtoto mwingine hapa, mkatoto karembo kweli, mdomo wake wa lipstick. Yuko tayari kupata mume aliyekuwa bora wa maisha yake. Anaitwa Shufaa. Kazi kwako Sanga, karibu sana kuona namna na wewe pia una shida ya kuweza kupata mke katika siku ya leo. Kati ya hao watatu, yupi unayempenda kuwa mke wako wa ndoa? Mchague kati ya hao watatu. Unaruhusiwa, kama yeye asimame umkague, vyote vile unaruhusiwa kabisa. Kama unataka asimame umuone vizuri, uone nyonga yake, umuone yaani vyote vile unaruhusiwa bwana Sam. Karibu sana. Tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuwapatia wenza wenu wa maisha. Mimi nadhani wangesimama anzia hapo, dada hapo asimame muone, dada hapo ni point sasa. Okay. Kwa hiyo tuanze na namba moja hapo. Hapa tuanze na kule, sio? Tuanze na Lily hapo. Hebu Lily, huyo ndo mume ambaye anatafuta mke wa kuoa. Anasema kwamba usimame ili tuone yeye ataridhika na wewe. Karibu Lily, simama kuone. Sam, chombo hicho hapo hicho. Chombo hicho hapo hicho. Chombo hicho hapo hicho. Toto hilo hapo hilo. Toto hilo hapo. Toto la Iringa hilo. Ukizingua anajinyonga, hataki. Yes. Huyu hapo, toto hilo hapo. Yes, toto hilo hapo kama jinsi. Sasa unahitaji mwingine pia au? Nimuone pia na yu. Hebu usimama kidogo basi. Anataka kukuona. Ni mtu wa aina gani? Umeona huyo Miss Tanzania? Zunguka kidogo. Umeona mtoto mrembo huyo? Sababu unaona hiyo? Hajasema mtu wa wapi? Yule wa Iringa huyo. Hebu wapi? Kwa wapi wewe? Lindi. Okay, toto la Lindi hilo bwana. Dada yake Konde Boy Harmonize. Wanataka na huyo pia? Tumalizie. Okay. Tumalizie. Toto Joketi Mwegelo huyo. Muona jinsi kitu hicho hapo. Jeshi lake ni mume tu. Kwanza kapendeza kiukweli. Ushungi. Muona ushungi huo? Lengo lake apate mume bora wa maisha yake. Hiyo ndo lengo kubwa. Sam, wote umewaona hawa ni wanawake ambao wako tayari kuolewa, na kila mtu unamwona hapo anatarajia kupokea mahari. Kwa hiyo yupi unayempenda kati ya hao watatu, ili uweze kumpigia goti na kumpa mto na kuzungumza naye, umkonvinsi akuelewe, naye atakuwa na maswali yake. Welcome Bwana Mikoma. Karibu sana Sam, chague. Wote wako vizuri. Unaposema uchague mke basi inabidi uwe makini. Sasa dada Lily pale kutoka tu Iringa, tatizo kidogo. Ni tatizo? Tatizo. Watu Iringa kidogo unajua wanajinyonga. Okay. Sasa kuja kidogo.
Kwa hiyo Iringa bwana ni kujinyonga. Bwana, hao kitu kidogo unaweza ukashangaa ananing'inia. Unarudi mke yuko wapi? Kumbe ananing'inia. Kashajimaliza. Sasa hapa bwana mambo yasiyo mengi. Hapa mke ambaye namtaka na watoto kabisa. Nimemuona hapa. Ni huyu bibi hapa. Yuko wapi? Huyu. Bwana Shufaa. Bonge la zawadi ya Shufaa. Shufaa. Mambo vipi? Poa. Kwanza umemwona Blazameni? Nimemwona. Kavaa black chini, jeans ya blue. Alafu kakubebea kitu mto. Tofauti kabisa na wewe. Yaani amekusurprise. Umemwona kwanza? Nimemwona. Umemwona? Yes. Haya. Mume ndo huyo hapo huyo. Ulikuwa mimi namtaka mume. Mume kashapatikana na kashakuchagua. Sam, karibu sana sasa uzungumze na Shufaa. Watanzania wote wanakutazama hapa kupitia Wasamaria TV. Karibu sana. Cha kwanza bibi Shufaa, naomba upokee mto huu. Yes, kama ishara ya upendo wangu kwako. Nimevutiwa na wewe. Natamani sana uwe mke wangu. Sawa, una kila aina ya sifa ambazo mimi nazitaka. Sawa bibi? Yes. Sasa nadhani utanikubalia. Kabla ya yote, na maswali haya matatu. Yes. Sawa. Swali langu la kwanza, kama unataka kuwa mume wangu. Una nyumba? Nyumba. Yes. Nyumba na kiwanja. Swali la pili, una gari? Gari na boda. Swali la tatu, una biashara? Biashara. Sasa biashara ziko nyingi. Biashara gani unataka? Yaani biashara ya kujikimu na maisha na maanisha. Mimi ni mlinzi tu getini afya. Hivi sasa kama hauna nyumba, hauna gari, hauna biashara, yaani unataka nini kwangu? Hebu niangalie vizuri. Sijui umeniona? Unavyoona na staili? Shika kwanza na iko. Sihitaji zawadi yako, na huwezi kuwa na mtu kama mimi. Katafute sehemu nyingine wewe mke. Hauna vigezo vya kuwa na mimi, please. Sihitaji mume kama wewe. Nahitaji mume mwenye nyumba, gari na biashara zake. Utaniweka wapi? Utanisafirisha na nini? Kwa nikataa kwa sababu sina gari. Hauna vigezo vyangu, nataka mtu mwenye nyumba, gari na biashara. Kwa umekosa mke. Si naruhusiwa kubadilisha. Kwa kisa sina nyumba ndio nikataa? Yes. Lakini nimekwambia na kiwanja. Suni tutakuwa na nyumba. Shida iko wapi? Kiwanja sasa hivi. Mwaka gani hiyo nyumba itakuja? Sasa kama nimeweza kumiliki kiwanja, nitashindwa kumiliki nyumba kweli? Yawezekana. Nisikilize. Mapenzi ya kweli hayaangalii hivyo vitu. Sawa. Mimi na upendo wa kweli kwako. Hebu niangalia machoni. Hayo mambo yalikuwa zamani, bro. Sasa hivi si watoto 2000, tunaangalia sasampa. Hayo mapenzi ya 1900 huko, sio sasa hivi. Samji kakamuwe hapo. Nisikilize. Mwanzo mimi sikuwa na kitu kabisa. Lakini nikafanya kazi kwa bidii na juhudi kubwa, nikamiliki bodaboda. Story za Bunuasi. From zero. From nothing. Hadi kumiliki bodaboda. Ila kuna mtu anamiliki renji, kipindi unamiliki bodaboda. Sasa hata mbuyo ulianza kadogo kama mchicha tu. Hata mimi nitafika huko baby. Nipe tu nafasi please, nakuomba. I can't. Sasampa. Sawa, ila kumbuka wenye sasampa, wenye majumba, wenye magari, wengi wao hawana mapenzi ya kweli. Utakuja kunikumbuka. Hayo mapenzi ya kweli bila kuwa na gari, biashara, nyumba. Mapenzi gani? Utaniweka wapi mimi? Niangalie, utaniweka wapi? Basi mimi nimeshindwa, kaa chini. Okay, bye.
Sam, umechemka. Ndio huyo, jiko limeondoka. Nimeshindwa afya. Umeshindwa wewe? Basi sina gari, sina nyumba. Tunakuomba utoke nje sasa. Toka nje. Si. Una sifa. Siruhusi. Hauruhusi kuchagua mwingine tena. Wewe huna sifa. Toka nje ndugu yangu. Wasalimie nyumbani. Wasalimie nyumbani. Dume la mbegu ndio hilo hapo. Kashaingia hapo. Bwana Lama, kama jinsi tu unavyoona hapo mbele yako kuna warembo watatu. Yes. Wote wamenyooka kweli kweli. Kila mrembo ana sifa yake. Mwingine chibonge kidogo, ana shepu yake ya mjini. Mwingine Miss Tanzania anayefanana na Hamisa Mobeto. Mwingine kama jinsi unavyoona anafanana na Wema Sepetu. Wote role model wa wasanii wakubwa hapa nchini Tanzania. Lakini hawa hawataki masuala ya sanaa. Wanahitaji waolewe, wakae kwenye nyumba zao, waweze kuenjoy na watu wao, wazae watoto, iwe familia bora, na ndio maana wako hapo. Wote wana heshima zao. Lama, karibu sana. Ni mwanamke yupi unayemhitaji? Huyu jina lake anaitwa Lily. Tazama macho yake yalivyokuwa mazuri, Ni mrembo kulikweli. Huyu anaitwa Yu. Ni mrembo kulikweli. Huyu anaitwa Shufaa. Wote ni warembo. Kazi kwako Lama, mke wa ndoa. Chagua hapo, watu wakale ubwabwa. Okay, naomba nichague mmoja baada ya mwingine niweze kuwakagua kwanza. Ndio nani nifaa mimi ni yupi? Look sapo, yupi unataka anze? Okay, tunaanza huyu wa kwanza. Kwanza nimuone. Material wako vipi? Wa kwanza wewe mtoto. Wa kwanza. Unaona kitu hicho? Unaona kitu hicho? Yes. Check wa kwanza. Wapi? Yu hana mambo mengi. Akikutazama macho yake tu unaona kabisa huyo ni mke material, wife material. Yu, yes. Umeona mume huyo? Lili hapo. Toto hilo umeona kwanza hapo. Wewe sasa tu hapo, kazi kwako Lama. Kazi kwako Lama. Kazi kwako Lama. Yupi unayempenda hapo kati hao watatu? Okay bwana, mimi kwa wote nimeangalia. Na kiukweli nataka nichague mwanamke aliye sahihi. Kwa upande wangu na kwa upande wa maisha yangu, hali kadhalika hata kwa wazazi wangu. Naangalia ni mwanamke yupi anafaa. Mimi kiukweli hapa siwezi kwenda mbali sana niliyomchagua, na nitatoa sababu. Ni huyu hapa. Jamani, ubwabwa huo. Ubwabwa huo jamani, bilioni basi bebe. Bwana, hapo sasa Tupashe kidogo. Bwana, Lili. Mambo vipi? Poa. Umemwona? Nimemwona. Hajapendeza? Amependeza. Amependeza? Anafaa kuwa mume wako? Labda nimsikilize kwanza. Umsikilize kwanza. Alafu ndo nichuje, yani anafaa vipi? Lama. Yes, unasikilizwa hapo bwana na mlembo Lili hapo. Anataka kuona maneno yako. Maneno yako unayomwambia. Anataka kuona. Mume ndio huyo. Mume Kimo ndio hicho, kifua ndio hicho. Kapigiwa goti. Kapigiwa goti. Mbona Lama magoti hajaonekana? Piga magoti bwana. Yes. Kwa heshima. Kwa heshima na taazima bwana. Mzee Mkopa. Wanasema heshima kuheshimiana. Kabisa. Mbele ya wakwe. Kabisa. Kazi kwako Lama. Kiukweli mimi nimekupenda sana. Na hakuna mwanamke yote ambaye nimemuona anayefaa katika hii dunia tofauti na wewe. Yaani wewe ndio nimekuchagua, naona kabisa kwamba tutaishi kwa amani, kwa furaha, kwa upendo. Hata wazazi wangu naweza kuishi nao kwa tabia niliyokuona nayo. Kwa kweli mimi nimekuchagua kwa kila hali. Iwe njaa, iwe shibe, tutashinda. Na naamini utalea wazazi wangu. Nimekuamini sana. Yaani hapo kuna nini umesema hivi?
Yaani kuna ambayo umeniangalia, kuna tabia ambazo umeziona ambazo nafaa kuwa mke wako, si ndio? Yes. Naomba nitajie hata kimoja ambacho umekiona wewe hapo mimi nafaa kuwa mke wako. Kwanza, kitu cha kwanza unaonekana ni mpole, yaani kwamba huna maneno mengi. Cha pili kikubwa zaidi, yaani cha pili ndio kikubwa, una aibu, tofauti na mtu ambaye hana aibu. Yaani kwamba hata kweli naweza nikakupeleka kwa shindo tukaangalia tofauti. Yaani kiukweli umenivutia sana kwa tabia unaonyesha kuwa na aibu. Napenda sana mwanamke mwenye aibu. Huyo anaweza akalea familia yangu kwa ujumla. Sawa. Nakuelewa. Na maswali yangu Okay, ukiweza kuyajibu na ukiyatimiza, yani ukiwa navyo hayo vitu unavyohitaji, ndio unaweza kuwa. Yes. Cha kwanza, na biashara yote ambayo unafanya? Kuhusiana na swala la biashara kiukweli kwa sasa hivi sina, lakini ndo nipo kwenye ratiba hiyo. Nafikiri kati ya siku ngapi hizi baada ya kukamilisha jambo lako naweza kufungua duka pale Kariakoo. Na bila shaka na kuona wewe ni mwanamke ambaye atanikuweka pale, utaweza kumiliki mali zangu vizuri sana. La pili. Yes. Una nyumba? Kiukweli kwa sasa bado nimepanga, lakini imani endapo utakuwa na wewe, kuna vitu ambavyo tutakavyoshauriana, nyumba sio tatizo. Tutaishi kwanza kwenye nyumba ya kupanga, baada ya hapo mpango wetu utakapokuwa sawa tutajenga tu. La tatu. Ndio. Una gari? Gari sina kwa sasa. Ndio kwanza nimeanza na pikipiki kwa hapo nje. Lakini kuhusiana na swala la gari, tumuombe tu Mwenyezi Mungu. Mimi naamini kwa sababu ni mvumilivu, tutaanza na pikipiki, hatimaye tutamaliza na gari. Tutafika unakotaka. Kwa maswali yako umejibu vizuri, lakini yes, mimi nilikuwa nahitaji mwanaume mwenye gari, mwenye nyumba, mwenye biashara. Huyo ndo mwanaume ambaye nilikuwa namhitaji kwa sasa. Lakini naamini vitu hivyo tukishirikiana mimi na tukipambana tutavipata. Haya, nahitaji mwanaume mwenye gari, mwenye nyumba, mwenye biashara. Naomba mwanaume ninayemhitaji kwa sasa. Lakini imani tukishirikiana mimi na wewe tukiwa kitu kimoja, vitu hivyo tutavipata tu. Hata usiwe na wasiwasi. Kama ningehitaji hivyo, wanaume wengi ambao wapo hivyo ni wapo huko nje, lakini sikuenda huko kwa wanaume design hiyo. Ndio maana nimekuja hapa kutafuta mwanaume mwenye vitu kama hivyo. Sasa huwezi kuwa vitu vyangu kaka. Mimi ni mwanaume mpambanaji na kuahidi nitapambana. Mizali nimezaliwa na na imani nitaishi, na nina ndoto nzuri sana za hapo mwisho. Na naamini mimi na wewe tutaishi maisha mazuri sana. Tutaanza kutumia gari, pikipiki kwanza, gari litafuata. Tutaanza kuishi nyumba ya kupanga, hatimaye tutajenga. Na ile duka langu la Kariakoo na imani litatimia. Na ndio tutaenda kukaa. Na kuomba tafadhali. Hapana, siwezi. Kwa sababu wanaume wengi wanapambana wote kwa pamoja, mwisho wa siku ukishapata vya kwako unamwacha yule ambaye umepambana naye. Kwa hiyo kwa sasa nataka mwanaume ambaye ameshapambana, anavyo hivyo vitu. Yaani nimkute hanavyo ndo naimtaka kwa sasa. No. Masuala ya kwenda kupambana naye siwezi. Katika watu hao uliowataja nafikiri wako 100. Na hao 100 sio kila wote wana mawazo aina moja. Mimi naweza nikajitoa katika hao 100 na nikatimiza ndoto zangu na za kwako pia. Na kuomba please nipe nafasi hata wiki 2 tu, na imani kati ya hivyo vitu ulivyovitaja kuna kimoja utaona dalili zake. Hiko naona kama ni ngumu kaka. Yaani kwangu mimi naona ngumu kwa sababu nina ndoto za kupata mwanaume mwenye vitu hivyo. Kwa hiyo siwezi kubadilisha ndoto yangu kiukweli. Yaani ndoto siwezi kuibadilisha. At least ungekuwa na jamani, tumemwona mume lakini mume wa sasa hivi amekuja kavaa suti kulikweli, kajikoki kulikweli. Okay. Karibu Gwai, karibu Gwaya. Ya bana, nimewaona watoto warembo kwelikweli. Ningependa kumuona mmoja mmoja. Ningeanza na bibi hapa. Naomba usimame kwanza nikuone. And then una rotate nikuone kwanza mama. Kitu hicho hapo. Wow. Kitu hicho hapo. Kitu hicho hapo. Huyo ni mama mwenyewe kabisa, atakailea familia.
Okay. Wa pili hapo. Bibi hapa ni kwa macho yake tu akikutazama jicho la usiku wa manane. Ding ding. Wacha we. Nice. Mamisi wanaga mambo mengi. Hebu bibi simama. Rafiki wa Hamisa Mobeto hapo. Toto hilo hapo. Wacha we. Mambo ni hayo sasa. Kazi kwako Gwaya. Okay. Wake ndo hao wote wana heshima zao. Alafu ni vitoto vya 2000 tu. Havina mambo mengi. Heshima kuheshimiana bwana. Yupi umemkubali Gwaya? Okay. Yes. Nimeona. Lakini mimi kama ninavyoonekana hivi. Macho yangu ni makubwa. Natakiwa nipate ni transform. Mtu ambaye natakiwa niwe naye ni mtu mwenye macho madogo ili kwa ajili ya kutengeneza balance. Kwa ajili ya kutengeneza balance ya watoto. Watoto. Yupi sasa hapa? Bibi hapa yuko vizuri. Ila sifa hana sifa au sifa anazo? Sifa anazo. Ila kuna kitu ambacho mimi kwangu naona na ndio kikubwa sana. Napenda sana stara. Lakini sasa nahisi kwenye stara itakuwa tuko opposite. Bibi hapa naye yuko vizuri. Ngoja kwanza. Huyo hana stara kivipi? Yaani tabia ya kujistiri ni tabia ambayo niseme ni ya mtu mwenyewe tu. Kwa hiyo huyo hana ushungi. Hana ushungi. Lakini sikasuka vizuri kapendeza. Kapendeza ni mrembo. Lakini hajajistiri kwa sababu kujistiri ni huruka ya mtu. Sasa ukiona mtu mpaka na huruka ya kujistiri, hiyo pia inakuwa ni kama mazoezi, yani kwamba amezoea bila ushungi. Ni stara ni kitu muhimu sana. Lakini si umeona vazi lake ambalo alilovaa? Yaani yuko safi kabisa. Vazi la stara kabisa. Kama Joketi Mwegelo. Lakini mimi sasa nataka kuoa kabisa ili nipeleke nyumbani hata wazazi wakiniona waseme kwamba yes, mwanetu tumepata mke. Nataka Mwera kutoka Lindi. Mwera kutoka Lindi, binti ambaye nimemuona. Huyu macho yake mazuri. Hapa nachanganyikiwa bwana, nachoka mimi. Sawa, sasa bwana watazamaji, huyo ni Gwaya amekuja kuchagua mchumba kwa ajili ya kwenda kufunga naye ndoa. Sasa tuone wamekosa wengi hapa, yeye atapata bahati gani na ni nani ataenda kumpoint hapa? Naomba binti simama, nimekuchagua. Wacha wewe. Unapendeza sana. Bwana wewe bwana tucheze kidogo, tucheze kidogo. Mambo kama hayo. Safi. Sasa una sifa zote kuanzia hapa nje nikikuangalia nafikiri hata ndani iko yani una blend ndani na nje, uko vizuri sana. So mambo ndo hayo bwana. Nakupenda sana. Shufaa wewe tu sasa hapo. Shufaa. Mume ndo huyo hapo, ni wewe tu. Okay, Shufaa. Yes. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Asante. Unavutia kila engo. Una kila kigezo ambacho mimi nakihitaji kwenye maisha yangu. Natumaini utakuwa mke bora. Utakuwa mama bora wa wanangu. Nakupenda sana. Naomba uwe mama wa watoto wangu. Okay, nimekusikia kaka. Ila kabla sijakupa tumaini la kuwa mkeo, mama wa watoto wako, kila kitu. Nina maswali yangu haya matatu. Sawa. Endapo utafiti, basi naweza nikawa mkeo, mama wa watoto wako. Sawa. Swali langu la kwanza. Una nyumba? Nyumba bado, ila tu na harakati za kutaka kununua uwanja. Okay. Swali la pili. Ndio. Una gari? Hapana, gari sina. Ila nafikiri mwakani nitajitahidi nikiwa nawe nitanunua gari. Okay. Swali la tatu. Ndio. Una biashara? Biashara sina, ila tu waga naenda studio pale Temeke pale. Naenda kutafuta matunda nini na nauza matunda. Huwa naenda studio nachukua matunda yale huwa nauza tu. Ila bado sijapata biashara kubwa. Yaani wewe mkaka una tofauti gani na waliopita? Yaani mimi siwezi kuishi na wewe mtu mwenye design. Huna kazi. Huna gari, huna nyumba.
eti biashara stilio pale. Nenda usinitilie nuksi bwana. Unajua mimi najua shida iko wapi. Ni kweli unanikataa kwa sababu sina kazi, sina nyumba, sina biashara yote, kweli? Sasa tutakula wapi? Tutalala wapi? Tutakula, mimi si mtoto wa kiume. Kwa wenzako waliopita? Okay. Nipe mkono wako. Nipe mkono. Umekula kwanza? Bado. Kwa nini hujala mpaka saa hizi? Natakiwa ule. Shufaa. Yani, sasa kazi kwako hapo. Mchumba huyo umemkataa, sasa tuone utakubali? Sampa ndio hilo. Sasa sampa ndio hiyo bwana. Hizi hela bwana ni hela zangu, nachukua matunda stereo. Na nauza. Chukua ukale. Hii ngoja kwanza hii. Hii sasa maji ya kunywa utakunywa hii leo. Unaishi na nani? Mwenyewe. Unaishi mwenyewe? Yes. Utaishije mwenyewe? Ita rafiki zako leo. Okay. Au hawa ni marafiki zako? Yeah. 20,000. Hebu simama kwanza. Mke naye na natamba naye. Hebu zungusha kwanza kidogo. Wacha we. Aja. Kaa kwanza. Mimi nakupenda sana Shufaa. Nakupenda mno. Yaani wewe. Ni shilingi ngapi nimekupa? Kula tata. Sasa kwa hiyo sasa tunafanyaje? Umekubali? Umekubali. Wow.